Mheshimiwa Shadia Omar, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiona na bado tunashuhudia upotevu wa watoto hata pale wazazi wao wanapokuwa wanakimbilia katika vituo vya polisi ambavyo viko karibu na wao kwa ajili ya kupata usaidizi wa kuwapata watoto hawa. Na bado inaonekana kuna ugumu wa kupata taarifa hizi kwa haraka ili kwenda kuokoa watoto wao sehemu ambazo wamepatikana. Swali langu, je, serikali ina mpango gani wa kuweka mfumo maalum wa kuviunganisha vituo hivi vya polisi ambavyo vitasaidia wananchi kupata taarifa za walipopatikana watoto wao kwa haraka? Asante. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shadia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kuna nyakati ambazo unatokea taarifa za upotevu wa watoto, lakini hata pia inapotokea taarifa upotevu wa mali, Jeshi la Polisi wakati wote limekuwa likifanya upelelezi kwa kutumia ushirikiano mzuri unaopewa na wananchi, lakini pia kufanya utaratibu wa kufanya upelelezi kwa mujibu wa mbinu za kimedani walizonazo ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapatikana pale ambapo taarifa hizo zinatokea, lakini zimekuwa zikitokea mara moja na inategemeana na mazingira ambayo mtoto ameweza kupotea. Katika utaratibu huo, nadhani jambo la msingi hapa Mheshimiwa Naibu Spika ni kuhamasisha na kusisitiza wananchi, na ni rai yangu kwa wananchi wote, lakini pia wazazi, kuwa makini na watoto katika maeneo ya elimu, lakini pia katika maeneo ambayo watoto wanakwenda, ikiwa kwenye maeneo ya michezo na maeneo mengine yoyote, kuhakikisha mzazi anatekeleza wajibu wake wa kwanza wa kuhakikisha kwamba ana provide ile parental care, kuhakikisha mtoto wakati wote unajua na una taarifa za alipo, ili hata inapotokea upotevu iweze kusaidia Jeshi la Polisi kwa haraka sana kuweza kupata taarifa hiyo. Lakini hata hivyo, ipo mifumo ambayo inatumika ya kisasa kwenye nchi zilizoendelea, na sisi tunaingia Jeshi la Polisi katika mifumo ya kupata kamera kwenye maeneo yote na kutengeneza zile security system ambazo zinaweza zikasaidia tracking pale mtoto au mali ama mtu mzima pale inapotokea kwamba amepata changamoto za kiusalama. Lakini kwa hatua hii Mheshimiwa Naibu Spika, nisisitize tu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia watoto kama alivyosema, ni la kwetu sisi sote, na Jeshi la Polisi linakuja kutekeleza wajibu wa kisheria wa kusimamia haki hizo, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Tunaendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Imam Mtumwa Vuai Mbunga Magomeni, sasa ulize swali lake. Asante. Sasa naomba swala langu namba 18 lipatiwe majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali. Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Imam Mtumwa Vuai mbunge wa Magomeni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuboresha huduma ya uhamiaji kwa teknolojia ya kisasa kwa kuboresha mtandao na kujenga mifumo mipya na kuendelea kuimarisha mifumo iliyopo, ambapo maboresho hayo yanajumuisha uanzishaji wa mifumo ya Advanced Passenger Information System, Passenger Name Record, uboreshaji wa mfumo wa Electronic Border Management System na Control, Immigration Common Gateway Interference, pamoja na maboresho ya miundombinu ya vituo vya kuhifadhi mifumo ya serikali ili kuongeza usalama, upatikanaji na mwendelezo wa huduma za uhamiaji mtandao. Mheshimiwa Naibu Spika, uimarishaji wa matumizi ya mifumo ya kiteknolojia umerahisisha sana utolewaji wa huduma za kiuhamiaji sambamba na kuimarisha usalama wa nchi, hasa katika utambuzi na udhibiti wa mipaka. Katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali ilitoa kiasi cha shilingi bilioni 69 kwa ajili ya ununuzi na ufungaji wa vifaa vya mifumo ya uhamiaji mtandao na kukarabati miundombinu ya majengo na vituo ili iweze kusimikwa mifumo hiyo na kuongeza uwezo wa vifaa vya kuhifadhi data na kuendesha mifumo katika kituo kikuu cha kuhifadhi mifumo na data
zilizozalishwa ya National Internet Data Center kilichopo Dar es Salaam na kituo cha kujikinga na majanga Disaster Recover Site kilichopo Mazizini Zanzibar. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.